kupiganisha wala kupiganisha MCA juu ya MCA mpinzani wake, unampika, unamtumia mafichana kwa sababu ya kumpea 100, 150, pesa mingi 200 umempea, anaenda kupika mwenzako, sio ule MCA aliyepikwa. Alipikwa wale mafichana wanaoteseka, wanaohangaishwa hapa. Mbunge, seneta, MP vile tabia ni hizo. Sasa jamani, maisha haya iwapo kama parliament itakuwa hiyo ndio kielelezo na hiyo ndio matokeo, tutakuwa tunasindikisha taifa letu wapi? Tukiangazia saa hii mpaka ndoa imeharibika. Maisha imekuwa mbovu kwa sababu ya ukosefu wa pesa, ajira. Na ajira hii inatokomea kwa sababu ya kutokusoma na kutokukamilika na stakabadhi ya shule, wala ya primary, wala ya seko. Sasa tunahitaji msaada huu uweze kukamilika katika parliament, wa mbolea mbegu kukuwa free, na wamama kujifungua, na malaria na homa na ukimwi na TB iweze kuwekwa pamoja, ili ofisi ya hospitali ya serikali iweze kuwa na thibitisho ya kutibu hayo magonjwa bure na kuokoa taifa letu, kwa sababu wao watoto wanapozaliwa ndio kura yenu na hiyo ndio faida yenu. Endeleeni kuokoa na endeleeni kusaidia, kwa sababu tunaposema hivyo, maisha yana changamoto, maisha yanasumbua kwa mtu asiyesoma. Unapoelekeza katika masomo, saidieni katika bunge, ongeleeni maneno yanayofaa kama SUA primary kukuwa bure. Hiyo ni kuokoa mzigo mmoja katika serikali ya kiraia kama wazazi, na kuwekeza mzigo huu katika shule kuu, ili shule kuu mtu anayejijua, anajielewa, na hata akitaka kusoma, anataka kusoma na anataka kusomea nini. Lakini kwa ule mdogo ambapo anasindikizwa kwa kusoma, hajui masomo ni nini, inafaa aelekezwe hadi afike primary yake. Atakapomaliza kumachua primary, aweze kuchukua jukumu kama ataendelesha masomo au ataenda kazi yake kama SUA mechanic ama welding, mambo mengine yale, na makampuni za kuajiri watu walio na hekima kiasi na kusaidika kwa watu, ili maisha yao yaweze kuwa bora, na kuwapa mbolea kwa mataifa zetu ili tuweze kukula na kukunywa. Nazi sifa zitakuwa kwenu na nyinyi viongozi. Hatutajali kuchagua viongozi wengine, bali tutakuwa tunajua nyinyi ndinyi viongozi, na sasa sisi ndio watumishi wenu wa kitaifa ya leo. Tafadhali naomba uhusiano mwema, naomba baraka kwenu mlio viongozi, haswa wabunge, mpitishe huo mswada kwa kulingana na mahitaji na matatizo ya Wakenya walio nayo. Tafadhali sikieni kilio cha hawa wanyonge, sikieni katika uchungu walio nao. Msiende kwa leo mkiwapumbaza kwenye akili zenu kwamba mtawasaidia, lakini mnapofika kule mnawasahau na mnaenda
vile nyinyi mnavyotaka. Tafadhali sikieni kilio cha Wakenya. Mkenya analia nyuma yangu, akiwa si mimi bali wa nyuma ndio wengi. Sasa ninaongea hivi nikijua ya kwamba ukimwi, malaria, homa na TB na mama kujifungua, hiyo ni njia moja ya kuwezesha kuleta kura zingine kwenye taifa letu, ili kuongezeka na kusaidia kukua uwepesi wa usaidizi. Ili tuweze, watoto ni usaidizi na watoto ni kura, na watoto ni faida kwa serikali kwa ajili ya kura. Hao watoto ni watoto, lakini wanapokuwa wakubwa wachukue kitambulisho, hao ni watu wa taifa na serikali ya taifa ya kesho. Ndiposa ninasema okoeni maisha ya wanyonge walio chini, ambapo wazazi wao wanaenda kuchunga kondoo, wanalipwa mshahara wa shilingi 5,000, 6,000. Sasa 6,000 uniform ni shilingi 7,800. Je, akiwa na watoto 5, hiyo shilingi 6,000 ama 5 itamsaidia nini wajamani? Msaidie ili aweze kununua hata uniform, lakini shule iwe bure, kwa sababu shule, kando na shule, ukitoa mtoto private kama ni katoto ka grade 1, kakienda grade 1 kwa shule ya serikali, unapata shule ya serikali inapeana pesa, inalipisha shilingi 6,300. Sasa 6,300 ukiwa na watoto 5 na wewe unapata shilingi 500. Jamani, utatoa wapi hizi zingine ndizo lipie hao watoto wengine? Hata mtoto mmoja tu peke yake haijafika. Kuweni na huruma nyinyi viongozi, mtakapopata hii video, kuwa watu wa huruma, muangazie taifa lenu. Sana kuwapa mbolea, kuwajali homa na malaria na wamama kujifungua. Kwa vile mnavyojali ukimwi, jali hata hawa watu kwa njia zingine. Maana tuko na mashida, na mashida hii ni kutokusoma. Na kusoma hii kunakujia kwa sababu primary. Unaposhindwa primary, huko mbele hauwezi enda. Na wanaoshindwa primary ndio wengi kuliko wale kwa 100. 60 wanabaki primary, 30 wanasoma wakimaliza, 20 wanajaribu kufika form 1, form 2, about 8 kurudi reverse. Sasa, je, hiyo ni usaidizi gani kimaisha ya binadamu hapa duniani? Tuangazie jamani, tulinde, tupiganie jamani. Kama nyinyi viongozi, tupiganie. Msiwe na roho ya unyama, bali muwe na roho ya kimungu, kwa sababu nyinyi ndinyi Mungu. Uongozi wenu unamaanisha nyinyi ndinyi Mungu. Vile Biblia inavyosema, baba ndiye Mungu kwenye nyumba. Sasa nanyi ndiye Mungu wetu kwa taifa letu la Kenya. Tusaidie, mtuokoe, nanyi mtabarikiwa na mtazidi kukuwa viongozi siku zote. Kweni na huruma. Angalia huku, mnaona maji. Hizi ni nyumba zote ziko na maji.
Hiyo ni sehemu za maji na ni sehemu za nyumba na makaazi ya binadamu. Kwa estate ya Kyoto, angalia vile maisha inasumbua. Unajali watoto watalala wapi? Unaangalia watoto watakula nini? Unaangalia utapanda wapi chakula? Utapanda wapi chakula? Unaangalia ni wapi unaenda kazi? Unaangalia ni pesa ngapi umepata kwa leo? Shilingi 300. Okay, umebahatika umefanya kazi leo. Kwa leo umefanya kazi ya shilingi 400. 400 sasa tugawe. Hiyo ndio pesa mingi. Wacha tugawe sasa. Shilingi 400. Hauna chakula kwa nyumba. Makaa tu korokoro peke yake inamwagwa kwa jiko mara moja na inapika lunch. Inamaanisha korokoro mbili. Korokoro mbili 160, 160 hiyo ni 120. Tukiminus kwa 400 umebaki na 280. 280. Chukua, uko na watoto 5. Chukua unga kilo 2 inamwagwa tu kwa maji. Watoto wa kukula ugali. Mwaka korokoro kilo 2 kwa maji. Umebakia hauna. Inafaa ununue kilo 4 kwa siku. Saa 7 na lunch. Watoto wakule. Na wale marafiki wako hata wakitembea kwa boma, wakaja wakapikiwa karibu, mkala chakula cha mchana. Sasa kilo 4 ukipika na 55. Kilo 4 ukipika na 55, umebaki na pesa ngapi? Minus kwa 200, kwa 280. Inamaanisha ni 220. Umebaki na 60 bob. 60 bob kuchukua nyanya ya 10. Mboga ni ya 50, haitoshi ya kukula. Haujanunua mafuta. Kuna pesa umesave? Kuna chochote umewekea hawa watoto? Hata suruali ya ndani umewanunulia watoto wasichana? Kwanza aswani, hao ndio wabaya zaidi. Kwa sababu gani? Hana suruali hata mpaka ya kuvaa. Kijana vile vile hana suruali hata ya kuvaa. Mama yake anatembea suruali hana. Baba yake anatembea suruali hana. Zimeisha. Zimezeeka ni viraka tu. Hata wengine wanaamua kutembea uchi. Kama haswa msichana, anapopata yule kijana amepata ile shilingi 400. Hana nyumba. Yeye hajaoa. Nataka kusema si atafanya uhusiano na ule msichana. Na akifanya uhusiano na ule msichana, ule msichana amezaa mtoto akiwa na miaka ngapi? 15. 15 ana akili ya kumfunza? Mwenyewe amebaki primary. Amezaa mtoto akiwa primary. Sasa mbele na nyuma ni wapi? Nani atasaidia mwingine? Tafadhali viongozi, tupatie mbegu na mbolea bure. Homa na malaria, ukimwi, TB. Ukimwi na TB iwe ni bure kwa taifa letu la Kenya. Wamama kujifungua iwe ni bure, kwa sababu ni faida kwenu. Ni kura zenu. Sitawasaidia nyinyi.
baada ya miaka 18 tu ni watu wa maana kwenu. Wasaidie wapate kukula mbegu na mbolea na wapate kusoma primary. Watasaidika hapo mbele. Atajua ni inchi ngapi chuma hii inafaa kukatwa. Atajua. Najua anafanya hivyo kwa sababu ya nini? Unashindwa ni nini ninacho chikumba hivyo. Ni kwa sababu maumbu huku kwetu siko mingi na hata serikali haijatupatia neti tu ya kuokoa watoto hawa ili wasiumwe na umbu. Ndio sababu naona anajipika hivyo, kwa sababu tuna maumbu mingi sana. Mtakaye sikia na mawazo haya mswada huu, muipitishe na mjue ya kwamba ni juu yenu, kwa sababu hiki kilio viongozi watakaposikia waiweke katika parliament, itakuwa uongozi bora na utakuwa uongozi wa umuhimu wa kujali taifa, na hata mataifa zingine zitaweka mfano yetu ya Kenya. Kwa maana Kenya sisi ni wazalendo, tunakaribisha watu wote wakuje Kenya, wahifadhi fedha zao, mali zao hapa Kenya, ili tuweze kusaidiana kwa pamoja. Nawashukuru enyi viongozi, na msipigane nyinyi kwa nyinyi kwa sababu ya tamaa ya kutaka uongozi. Furahia Kamau akiwa kiongozi. Usitake Kamau atoke atuweke Simiyu ndiye akuwe kiongozi. Huyu Kamau yu hapa atakupa mbolea na mbegu upande, ridhika na huyo Kamau. Huyu Kamau kama atasema shule haitasoma, hamtalipa primary, mtasoma bure, ridhika na huyo Kamau. Kama wamama Kamau atasema wamama wenye watajifungua hawatalipa hospitali, ridhika na huyo Kamau. Huyo ndio kiongozi. Msibadilishe kiongozi zaidi ya hapo. Anapokujali wewe nawe mjali, kwa sababu haya ndiyo maisha ya usaidizi hapa duniani sisi tunayohitaji. Ili tuweze kusimamisha maisha yetu ya kinyumba na kifamilia, tukose kukua na furuku ya kutokuaminiana kwa manyumba, kwa sababu hata imeleta ugomvi ndani ya nyumba. Nyumba yetu sasa, mwanamke unapotoka anawaza umeenda kwa jeni. Mwanamke anapotoka mwanaume anawaza ameenda kwa Kamau. Unapoenda kwa Kamau, umeenda kutafuta nini kwa Kamau? Kibaba cha kukula. Anafikiria mbele na nyuma papa mahali ameenda. Pia ajui atapata ama hatapata. Ndio sababu unaona huyu mama anatoka kutafuta na mwili wake, ili aweze kusaidia familia ikule. Je, chakula tunazolisha hawa watoto ni cha haki? Tunaenda kinyume na Mungu kwa sababu ya upungufu wetu, kutokufikiria na kutokujielewa na kutokujiamini. Usichukue mwili wetu kukuwa ndio tuka kuu katika biashara ya ulinzi kusaidiana. Bali tuweze kukuwa na akili ya kufikiria mbegu na mbolea tupewe bure kwa taifa letu la Kenya,
homa na malaria, ukimwi, TB na wamama kujifungua iwe bure kwa taifa letu la Kenya. Shule ya primary iwe bure kwa taifa letu la Kenya. Tutakuwa na ushindi mkubwa kwa kupanda chakula ambapo itasaidia hata nchi zingine ziweze kupata chakula kutoka kwetu, na wapate chakula na waweke mfano na waweze kuendelea hivyo ili tuishi kwa amani. Biblia inasema aje? Nchi, sisi ni wananchi, inamaanisha hatuna mpaka. Sisi ni watu wa Mungu, inamaanisha hatuna ukabila. Sisi ni binadamu, inamaanisha sisi wote. Tukishikana mkono, tutafika dunia mzima. Hii maneno ya mashambulizi ya vita, kama ni vita vya njaa, tukae chini, tupewe tu mbegu na mbolea, tupande chakula tukule, shule ikuwe free primary, watoto wasome, wakitoka wataenda kufanya welding, mechanic, Akoko na Kabaroka primary, itaenda mzuri. Atahitajika labda kako na kamesomea agriculture, kako na ujuzi wa agriculture kutoka primary tu, katalima, katapanda, akinunua dawa hatakosa kujua, hataenda kwa mtu kuuliza hii ni dawa gani, atajielewa, atajua ni dawa ya dudu aina gani, ili aweze kuongoza maisha yake ya kifamilia. Na hizi vitunguu na nyanya hatakula peke yake, ataleta sokoni, na hizo ndizo zinafaa kutoa ushuru. Jamani, ushuru huu wache nyanya itoe na vitunguu, cabbage, mioko, maviazi, ndizi, waru na vinginevyo vyote. Ili tuweze kuendelesha taifa letu. Taifa letu lina haki, na sisi ndio tuko haki kulisimamisha kama nyumba inaposimamishwa. Siangazie tu familia yako peke yako, angazia na hata walio wajirani wa nchi. Huyu jirani anakuhitaji, ili kwa usaidizi ulio nao. Ukipanda mbegu yoyote, kitunguu, yeye atapanda nyanya, atapanda kitunguu, atapanda cabbage, atapanda waru, taendelea hivyo na vitaleta pesa mingi kwa taifa letu la Kenya. Na mahindi ikuwa ni bure, mbegu ikuwe ni bure, tutaweza kupanda chakula mingi kwa taifa. Kwa muda wa miezi 4 tu tutakuwa na chakula kwa wingi, na tutakuwa tunauzia mataifa zingine za nje zenye bado hazijaweka mfano wetu. Ndiposa waweze kuiga mfano, tutakuwa sisi tumepiga hatua ya kusema ni asante kwa Mungu. Kama kiongozi wa Kenya, Mr. William Ruto, wewe ni papa, ninakushukuru sana. Unachosema tu na kitatendeka. Tusemee tupate. Ukisema uweke maanani, uongee na machief na uchenge Kenya City vile unavyojenga affordable kila ward. Baba,
tutapata chakula. Baba, tutapata chakula na tutakuwa sawa katika taifa letu. Asante na asante sana. Okoa taifa lako, wewe ni kiongozi na wewe ni mwokozi. Saidia, okoa taifa lako. Hakuna mwingine, ni wewe tu. Wanaokupinga wanakupinga bila kujua. Hauwezi fanya kitu mara moja. Huwezi jenga barabara huku unajenga manyumba kwa vitu zote zikuwe mara moja. Bali mwaka huu tuokoe. Mbegu na mbolea tusinunue. Tupe bure. Habari hii kuanzia mwaka kesho. Sema baba. Hata saa hii ukisema. Sema baba. Primary iwe bure. Term 2 watoto wanapoingia. Waingie bila pesa, tukiwaangazia kwa uniform na vitabu. Sisi wazazi tutasema asante. Kama sisi wazazi wanyonge. Na ambapo tulio na kura ya kuwapa nyinyi muende mkuwe viongozi. Tusaidie. Tujali tu tumbo peke yake. Tujali tu ya akili ya kututumia pesa na kutuandikia sheria tuweze kusoma. Ukifika primary, ukamilike na primary, hata usipoendelea huko mbele. Unajua kuandika na kusoma, utafanya chochote na utaelewa sheria inasema nini. Chochote utakachoongea tutakuwa tunazingatia. Baba, tuokoe. Baba yetu William Samoei Ruto, tuokoe kwa taifa letu la Kenya. Okoa. Kuwa mfano bora kwa mataifa zingine. Waliokuwa wanakuona huwezi, wakushutumu kwa kuona wewe ni Mungu wao. Na hautawahi toka mahali pale, utaishi hapo milele daima. Mbegu na mbolea, wamama wa kujifungua homa na malaria, ukimwi, TB iwe bure. Shule ya primary iwe bure. Uzeekee tukikuanua kutoa nje, tukikuweka kwa hiyo kiketi. Na hatuna haja ya kuchagua kiongozi mwingine kama wewe utakuwa hivyo. Na wewe ukicomment kuanzia chief, MCA, wote watafuata iliyo yako. Wasiofuata tuwaachie sisi wananchi, tukuonyeshe hatutaki wale hawatutaki. Hatutaki wale hawatutaki. Tunataka wale wanatutaka. Tunajali wale wanatujali. Hatujali wale hawatujali. Asanteni kwa hii video nawaomba. Shamba langu liliingia maji. Sina mahali. Naishi nje na rugaruga hivi. Nimepata tu kanyumba huku. Na hiyo nyumba inalipwa pesa mingi sana. Hiyo nyumba ya mabati room moja. Lakini ni shilingi 3,500. Na ni kadogo. Kitanda tu na meza. Niko na familia. Wanafaa kusoma na wanasoma. Mimi mwenyewe nastahili kula na kuvaa. Pia mama mke wangu anafaa kusoma, kufanya kazi, kukula. Amezoea kilimo, saa hii hana. Saa hii yeye ndiye anaenda kufanya kibarua ya shilingi 200. Mimi naenda kufanya kibarua ya shilingi 200. Tuweze kuunganisha shilingi 400 na tukipiga hesabu hatuna hata ya kununulia tu mtoto suruali peke yake. Ili tuweze kuokolewa,
wasitupee mbegu bure, tuweze kuwapa wanawake wetu kazi kwa mashamba, tuweze kusaidiana na familia ili tuweze kupata chakula kwa boma kwa haraka iwezekanavyo kwa muda wa miezi 4. Hii ni uwezo ninaongelea muda wa miezi 4 kwa mbegu na mbolea ikiwa bure. Tutakuwa na chakula ambapo tunapeana kwa taifa zingine na itakuwa ni faida kwa taifa letu, kuleta fedha kwa taifa letu na ni maendeleo makubwa kwa taifa letu kwa pesa juu ya serikali kulipa viongozi. Maana hizo nyanya ndizo zinawalipa, hiyo kitunguu ndiyo inalipa madaktari, hiyo waru ndio inalipa wafanyakazi wetu wa kiserikali kwa maofisi. Tafadhali, tunajua chenye tunajua, nyinyi tu mtusaidie viongozi mlioko sasa. Ongeeni, wekeni vichwa pamoja, MCA, MP, Governor, Senator. Kaeni kwa kauli moja, iteni mkutano wa kukaribisha mkiwemo president wetu wa Kenya. Ili muweze kumpa jawabu moja tu, mbegu na mbolea, homa na malaria, ukimwi, TB, wamama kujifungua kwa taifa letu la Kenya, kwa hospitali ya District Hospital ya Kenya. Isitibu, isilipishe wagonjwa hao. Tutafurahia sana. Shule ya primary isilipizwe kwa wazazi wetu wa Kenya. Tutafurahia sana. Mkenya yote aliyo Kenya, mgeni anayekuja Kenya ni mgeni. Karibisheni kwa kauli moja, tukae kwa kauli moja. Akienda kwao arudishe sifa kwa kusema taifa letu la Kenya ni taifa la kimungu. Naye Mungu atatuonea huruma, atatupea miaka, siku zilizo mbele kwa uzuri wetu na usaidizi wetu. Tunalala mpaka ona umbu vile mahali inakaa, vile umbu inatatiza. Hata kwa screen, ndani ya screen mnaiona. Hii ni umbu hii. Unaiona? Hiyo ni umbu. Ukienda kwa manyumba maji imekuja. Ukienda kwa manyumba hatuna hata neti. Neti peke yake. Neti tu ya kufunika watoto wetu wasiumwe na umbu. Hatuna. Tusamee, mtuokoe, mtulinde, mtuhifadhi, nasi tutawahifadhi. Tusiwe wa kuchagua MCA kila siku, kesho, leo, kesho. Sisi wote tutakuwa MCA, sisi wote tutakuwa governor, sisi wote tutakuwa senator, sisi wote tutakuwa wabunge jamani. Sisi wote tutakuwa president. Haiwezekani. Kuweni na huruma ili tuweze kusongesha watu wengine mbele na kuwaleta kwa uzuri ulio na uongozi bora. Akili ngao kukua ulinzi wetu wa taifa letu la Kenya. Huu wimbo wa taifa la Kenya una mfano nzuri wa mtu aliye na hekima kulinda taifa la hekima na watu wao Kenya. Asanteni. Asante. Ukiwa na huruma na namba hapa. Paybill namba 222111. 2 mara 3, 1 mara 3. Account number 053
053 000 000 45799 053 000 000 45799. Hiyo ni akaunti yangu. Kinitupia kwa M-Pesa 0703 46 7753 0703 46 7753. Hiyo ni namba ya simu. Aliye na huruma unaniwekea kakitu pale. Heri wa kuomba kuliko wa kukuiba. Aombaye msaidie, akuibiaye mpeleke jela. Asante. Muwe na wakati mwema na mafikirio mema kwa taifa letu la Kenya. Asanteni wa Kenya. Bye.